Kwa yeye tangu mdogo ulemavu aliupata, alipelekwa Muhimbili, kapasuliwa miguu ile, akapewa manani ya chuma, maviatu ya chuma. Hata kusoma wamemsomesha huko Muhimbili. Baadaye akawa anarudi akatembelea Magongo mpaka dakika hii yupo nyumbani hapo. Naye pia nilikuwa ni mtu ambaye kumsaidia kwa kutafuta msaada, lakini sasa ndio hivyo, msaada hapa na pale haipatikani. Yote ananiangalia nani? Mimi kwa kazi yangu hii. Wapo watu ambao kila siku huamka kupambana na maisha kupitia kazi ambazo jamii huziona za kawaida. Baadhi ya maneno hayakosekani kwa sababu hamna kazi ambayo zimezalulika kama kazi ya fundi viatu au hata kuzibeza. Leo hiyo ukisikia fundi wanauliza kwanza huyo fundi nini? Fundi viatu. Fundi viatu kuna nini? Shona kiatu 100, shona kiatu 200. Lakini nyuma ya kazi hizo ndogo kuna machozi ya familia yanayofutwa, kuna matumaini yanayorudishwa na kuna maisha yanayookolewa kimya kimya. Huyu ni fundi viatu ambaye ameeleza namna kazi yake ya kushona viatu ilivyorudisha faraja katika familia yake. Anamsaidia mama yake ambaye kwa sasa hajiwezi, lakini amesaidia kwa kiasi fulani kumuuguza dada yake ambaye ana shida ya ulemavu wa viungo. Kwa takribani miaka 53 mpaka sasa amekuwa ni mtu wa kitandani. Naitwa Azizi Hussein Salum, kazi yangu fundi viatu. Mpaka hivi leo nimefikia hapa. Sijajua mbele ya safari naishi wapi na familia yangu na watoto zangu, naishi nao kwa kazi ya viatu. Changamoto zipo za misukosuko hapa na pale kwenye kazi ya ufundi, nadhani hazikosekani. Lakini kikubwa mradi unapata shilingi 100, swala la kumshukuru nani? Mwenyezi Mungu. Pia hii kazi inanifanya mimi naishi na familia yangu, mkewa mimi mwenyewe pamoja na watoto zangu 3 ambao wadogo naishi nao, mke wangu na dadangu pia mlemavu wa miguu na mamangu pia ambaye ni mzee naye mimi nyumbani. Na kingine pia nimepanga kwa sababu ya kazi hii. Japokuwa watu wanaidharau shilingi 100, shilingi 200, lakini jinsi ya kuitunza shilingi 100, unaitunza tunzaje? Utafanikiwa, utalipa kodi, unaitunza tunzaje? Utafanikiwa, watu wataishi, watakula, utafanya nini? Unaona? Dada yako ambaye umesema ana changamoto ya ulemavu ilikuwaje? Dadangu yeye ni mlemavu tangu mchanga kwa sababu yeye kutoka yeye ndio mimi kuzaliwa. Kwa hiyo kaanza kuzaliwa nazaliwa mimi. Maana ulemavu wake yeye mimi napewa historia kwa sababu mimi mpaka napata fahamu nimekuta ni mlemavu kwa sababu nikaanza kuzaliwa ndo nikafuatia mimi. Kwa hiyo tangu mdogo ulemavu aliupata, alipelekwa Muhimbili, kapasuliwa miguu ile, akapewa manani ya chuma, maviatu ya chuma. Hata kusoma wamemsomesha huko Muhimbili. Baadaye akawa anarudi akatembelea Magongo mpaka dakika hii yupo nyumbani hapo. Naye pia nilikuwa ni mtu ambaye kumsaidia kwa kutafuta msaada, lakini sasa ndio hivyo, msaada hapa na pale haipatikani. Yote ananiangalia nani? Mimi kwa kazi yangu hii. Umeona? Mpaka ilifika kipindi nilikuwa nafikiria jinsi gani ya kuendesha mimi kazi yangu ili niiboreshe, ili kuitengenezea familia yangu. Nilikuwa natamani hata kukopa mikopo. Umeona? Baadaye sasa kaja kajifikiria naweza nikakopa mimi na familia kubwa yote inaniangalia mimi. Nitakopa mkopo labda aseme wala yake au 200,000 niongezee baadhi ya vitu vya kazini kwangu sina. Naweza nikaja nikafungwa kutegemea na familia yangu sababu nitapata 200 naenda kula na watoto, ule mkopo nitakuja kulipa nini? Hakuna. Utasema kwamba msaada huku unaambiwa kesho kutwa. Basi sasa hamna jinsi. Inabidi nikae nikubaliane na matokeo yaliyopo. Simulizi hii ya kugusa moyo ya fundi viatu huyu ambaye kupitia kazi yake ya kushona viatu ameweza kuirudisha familia yake kwenye faraja na matumaini mapya. Wakati wengine wakidharau kazi hiyo, kwake imekuwa nguzo ya maisha. Anasema kazi hiyo imemwezesha kumsaidia mama yake ambaye kwa sasa hajiwezi kiafya, huku akiwa sehemu ya matumaini kwa dada yake mwenye changamoto ya ulemavu wa viungo. Nyinyi mtaielekeza wahusika ambaye wenye wote ambaye anajisikia yeye kweli hapa kuna kitu fulani kibia tusukume. Mimi kwa nitashukuru sana kupitia nyinyi. Sawa, labda tueleze watu ambao wanakutazama ukiwa unafanya kazi hii. Tunafahamu kwenye jamii wapo watu ambao huwa wanadharau sana kazi za kuingiza kipato kidogo kwa maana shilingi 100, shilingi 200. Je, ushawahi kupokea maneno ambayo
yalikuvunja moyo ama ushawahi kupokea maneno ya kejeli kutoka kwa baadhi ya watu ambao wanakuzunguka? Mimi baadhi ya maneno hayakosekani kwa sababu hamna kazi ambayo zimezalaulika kama kazi ya fundi viatu. Leo hii ukisikia fundi wanauliza kwanza huyo fundi nini? Fundi viatu. Fundi viatu kuna nini? Shona kiatu 100, shona kiatu 200. Watu wamezoea mafundi magari, mafundi kujenga. Hao ndio mafundi tairizi au ndio mafundi. Sisi mafundi viatu watu wamezalauliwa kutegemea na kazi yetu. Kwanza tunashika ndala ambazo zinatoka chooni. Watu wazarau. Tunashika matope ambayo hayana maana, sisi tunachezea, au pia kipato chetu tunashika shilingi 100, 200. Hicho watu wengi wanazarau, hata vijana. Leo hii mwambie kijana njoo bwana tusaidiane hapa. Atakwambia tusaidiane hapa, huyu atanipa nini? Mimi siwezi kukupa kitu, lakini unaweza kujua ufundi na kafundi. Mimi nije niwe fundi viatu. Ndio sasa hivi. Lakini kutokuelewa kama leo hii mimi nina familia kama hiyo, lakini shilingi 100 yangu hiyo naiweka kiugumu hivyo. Inaweza kama mwenyewe nakaa kutwa nzima bila kula. Ili mradi nadhani wenyewe mfano mzuri hapa nadhani mmeuona sio muda mrefu, nyinyi wenyewe waandishi. Kuna mtoto kaja hapa, umeona? Kafuata hela nini ya kulala. Kwa sababu sisi maisha ya leo tunatafuta leo. Yaani ukiamka wewe uende ukatafute ndio nyumbani wapate nini? Kula. Yaani ukikosa ile siku baki wote mmefanya nini? Mmefeli. Ambaye maisha ya mimi kama mimi. Umeelewa ndugu yangu? Labda tufahamu katika familia ambayo inakuangalia ipo katika makundi mangapi? Kwa maana una watoto wangapi ambao wanakutegemea, lakini pia umetuambia kuhusu dada yako. Tueleze watoto wako wanasoma, lakini pia na familia nyingine ambayo inakutegemea hapo katika makundi gani na makundi gani? Mimi mtoto wangu wanasoma ni 3. Mmoja hapo ambaye kama huyu mliomuona anasoma form 3 Bondwa, na yeye ana changamoto pia, nauli kila siku Bondwa. Kuna baadhi ya michango yote inatoka hapa kwenye ufundi viatu kila siku ya Mwenyezi Mungu. Pili, na mtoto wangu mwingine anasoma chekechea, mwingine anasoma darasa 4. 3 ambaye familia niangalia mimi, mmoja hapo dada yangu huyo mlemavu wa miguu kama nilivyoelekezeni. Huyo atembee, yeye kazi yake ni kusota tu. Yupo nyumbani muda wote. 4 mama yangu mzazi ambaye kanizaa mimi na akamzaa huyo mlemavu ambaye baba yetu kashakuwa marehemu, tulimzikaga muda mrefu sana 2004. 2004 tulimzikaga baba yetu sisi mzazi. Ndio 2004 mama yetu na mamangu na kana mimi pamoja na dadangu mlemavu wa miguu tupo naye pamoja. Na pia nimepanga mba viwili vote na vifanya kuvilipia hivyo vuma kutegemea na bibi mkubwa wangu na dadangu. Siwezi kulala nao chumba kimoja. Ni simulizi ya uvumilivu, upendo wa kifamilia na nguvu ya kutokata tamaa licha ya changamoto nzito za maisha. Kupitia Families Media, fundi huyu amefunguka mengi kuhusu safari, maumivu aliyopitia na namna kazi yake ilivyobadilisha maisha ya watu anaowapenda. Nazitatua ni zipi hasa changamoto ambazo waga zinakukumba? Changamoto za kifamilia, changamoto za kikazi. Changamoto za ujumla kwa maana ya kikazi na za kifamilia. Changamoto ya kikazi zipo changamoto nyingi. Unaweza ukapokea kazi, mteja akakuletea kufanyia kazi. Ukamwambia njoo kesho mfano. Akakupa advance labda 2000, akakupa advance 1000. Ile 1000 inatakiwa ukafanya nini? Ukanunulie kifaa ili umuunganishie 1000 ile baki kwake ndio faida yako. Alafu leo hii sasa wewe ile 1000 ilikugea, huna hela ya kula na ile familia uko nayo nyumbani. Umeelewa? Unaacha kwenda kumnunulia kifaa yule mteja ili kwanza watoto zako nyumbani na familia yako ile kuzunguka afanye nini? Wapate kula. Asubuhi inafika ili uangalie labda nitapata nimpelekee nani? Nikanunue kifaa nimwekee mteja wangu. Ile asubuhi hujapata mpaka yule mteja anakuja pale. Anataka bwana nimefuata mzigo wangu 1000 yako hii nimekurudishia. Sasa wewe pale unajishikashika. Hiyo ni changamoto moja hapo. Laiti kama ningekuwa nina hela yangu mimi mwenyewe mfukoni. Maana kifaa ninachotaka naenda kununua kwa hela yangu mfukoni, ikija ajua kuchukua mzigo wake anaondoka. Sasa nategemea yeye afike. Spare kufanyia kazi mpaka yeye afika atoe lake kidogo, na kingine mwingine hawezi kwa kuachia hela mpaka amalizie kazi yake. Na hiyo sasa ndio changamoto inanikumba mimi kwa sababu sina hela mtaji wangu mimi mwenyewe. Kwa sababu hii kazi watu wadharau. Hii kazi inatakiwa mtaji kwanza uwe mfukoni. Ukiwa na hela mfukoni hii kazi ndio unaiona nzuri. Kwa hiyo unaweka kila kitu ambacho kinachotakiwa hapa. Sio mpaka kila kitu kwa soli kwa nunua. Lakini kama utakuwa na hela yako unaweka soli zako za aina zote zinakaa hapa. Kamba za viatu unaweka zinakaa hapa. Vitu muhimu ambavyo vinahitajika kwenye ufundi vote vinafanya nini? Unaeneza. Uweze kumtegemea mteja aje kwanza kabla ya kazi ya kupe hela ndio ukanunue kule. Pia hii ni changamoto sana. Kipi hasa unatamani
kusaidiwa, kitu ambacho unatamani kuwezeshwa kwamba nikikipata hiki huenda nikaboresha kitu fulani? Mimi kifupi, msaada wangu ambaye naomba mimi, yani niwezeshwe kuboresha ofisi yangu mimi, kwa sababu hii ofisi ndio mlezi wa wote, ambaye changamoto tunaipata kupitia hapa ofisini. Hii ofisi inapokamilika, inaposimama, nadhani hizi changamoto zote unazozunguka mimi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu zitaenda sawa. Kwa hiyo kama kuna uwezekano, kuna baadhi ya mahitaji ambayo nayatamani niyapate vizuri sana. Kama nitayapata hayo mahitaji, familia yangu mimi haitoteseka sana, kwa sababu hapa tupo naunga, aje mteja ndio watoto wale. Watoto mteja kumbe katoa hela nikanunue soli. Sasa mteja ndio napeleka nyumbani. Asubuhi mteja anakuja nagombana naye. Laiti kama ingekuwa na hela yangu mwenyewe, nimejeza soli zangu hapa, zile vitu ambavyo vinatakiwa fundi awe navyo. Ile hela mteja kwanza nisingeitaka kwanza. Mpaka namaliza kazi yake, anakuja kuchukua nipe hela yangu. Lakini sasa uwezo sina. Kama kuna uwezekano wa kusaidiwa mtaji wa aina yoyote wa mimi niendeshe ofisi yangu, ningekuwa nashukuru sana. Akitokea mtu anataka kusaidia, anakupateje kwa maana ya mawasiliano yako na sehemu unayopatikana? Mimi mawasiliano yangu kwa namba ya simu 0673 500 555. Kwa namba ya Airtel 0694 518 999 kwa namba ya Airtel.